Tusimame. Naona masaa yetu ni mazuri kabisa, ni masaa mazuri ya kuweza kuanza ibada, na nataka nishukuru sana kwa wale wanajitahidi kila siku angalau wafike tusikie mawili matatu. Na nilikwambia ya kwamba Baba anangojea aone wale wenye kiu ya kutosha, wale ambao hata hali iweje wataung'ang'ania ufalme, hata wafungiwe wataung'ang'ania ufalme, hata wazuiliwe wataung'ang'ania ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nataka nikuhakikishia ya kwamba bila shauku yoyote Yesu Kristo anakuja. Yesu anakuja, na ndugu yangu, Yesu yuko njiani, anakuja. Ukiona tunaweza kupatiwa ndoto mara tatu tangu Monday, Tuesday, Wednesday na Thursday na zinafuatana, anakuja Bwana. Na ndio maana mimi hupenda kukuambia, jaribu uangalie yale mambo ambayo Roho wa Bwana anatufunulia, alafu uangalie yanaambatana na nini. Yanaambatana na kuja kwa Yesu, yanaambatana tu na mafundisho ambayo yanahubiriwa tu kiholela holela, ama ni kitu ambacho Roho wa Bwana anatuandaa vizuri. Kumbuka tangu juzi anatuambia mambo ya kukamilishwa katika mapenzi ya Mungu, na hili ni jambo niliwapa homework jana. Hebu nenda kajiangalie wewe, hivi katika kila penzi la Mungu wewe umekamilishwa kwa kiwango gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Masuala ya utakatifu, masuala ya upendo, masuala ya kunyenyekea, masuala ya uvumilivu, hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Mtu asikudanganye, hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Na tulisikia mtumishi wa Mungu Epafra akisema, ninaombea kanisa liweze kukamilishwa katika kila penzi la Mungu. Na hiyo ni ajenda ambayo sio wengi tunapenda kuongelelea. Sio wengi tunapenda kuongelelea mambo kama haya. Lakini Roho Mtakatifu anajua tusipoandaliwa katika misingi hiyo, mbinguni hatuingii. Kwa sababu Kristo anasema kilichopunguka, yeyote aliyepunguka, aliye na mapungufu. Ndugu yangu, sio mapungufu ya mwili, eti wewe ni kiwete ama kilema ama wewe ni kipofu. Mapungufu ya mapenzi ya Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishindwa ku reach the standards ambazo Baba anakutaka, kwa sababu maisha ya kiroho yana standard yake, ambayo yanakuqualify wewe kwamba unastahili ufalme ule, unastahili. Wanakuchunguza, wanakuangalia, wanasema huyu anastahili ufalme. Kumbuka Yesu Kristo alituambia hayo maneno, na tutasoma pia leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tutapapitia hapo kidogo tujikumbushe, na Mungu atatusaidia. Naomba inamisha uso wako mahali ulipo. Inamisha uso wako mahali ulipo, tuweze kumwalika Baba. Baba, ni asante kwa majira mazuri haya, majira yanayopendeza. Tumetoka makazini, tumetoka mashughuli, lakini kwanza tunakutana hapa tusikie, ndio tuweze kuelekea manyumbani. Na Baba, kama kuna kitu tunachojiandaa nacho sasa zaidi ya yote ni kuangalia ya kwamba tumekamilishwa. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Wafilipi 3:15, basi sisi tulio wakamilifu tuyawaze haya mambo ambayo yanaashiria target zetu za kiroho, kwa sababu wakati wowote parapanda italia. Tunaambiwa kabisa ya kwamba tuwe watu wa kuyaangalia majira na nyakati, ili tuweze kuangalia na kupambanua ya kwamba Kristo Bwana wetu amekaribia. Na la zaidi Baba, tumekuwa watu sana wa kujali tutakula nini, tutavaa nini,
tutapata kazi wapi na alafu yale ya rohoni tukapungua, tukakosa kutilia mkazo sana yale ya rohoni, na wengine wetu tukapumbazwa na swala la kuingia kanisani, na tukaona kwa sababu tuko kanisani na kwa sababu tuliachana na pombe na tukaachana na mambo fulani, basi sisi tuko tayari. La hasha, Baba, kuna mambo mengi ya kuangalia, na ndio maana tunakuomba kwa uwezo na nguvu zako tusaidie kuelewa, ili tusiukose ufalme wa mbinguni kwa upumbavu wetu, tusiukose ufalme wa mbinguni kwa kukataa kusikia, bali tuwe na ile kiu, sababu kiu itatusukuma kuyatafuta mapenzi yako. Tuwe na ile njaa, sababu njaa itatusukuma kukataa vyote ili tuweze kupata ufalme wako. Asante Mwokozi, nashukuru kwa wale ambao tayari wamefika na wale wako njiani wanakuja, wote tuwe salama mbele ya uso wako. Tupe ulinzi wa kutosha hapa, mashambulizi ya kila aina, vita vya kila aina ambavyo vimeinuliwa kwetu, ewe Baba uwe mtetezi wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Wote tuseme nini? Basi naomba chukua tu nafasi yako, kaa mahali ambapo utahakikisha usalama wako. Hakikisha umeweka maski yako, na pia usisogee sana, tusifinyane sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusikae kijingajinga. Maandiko nasema tukae kama watu wenye hekima. Haleluya. Basi mimi nataka tuanzie mahali ambapo panakwenda kidogo kututingisha mawazo kuhusu swala la kurithi ufalme wa mbinguni, na ninaomba tuanze kwenye kitabu cha Injili ya Luka. Injili ya Luka, kitabu ni kile, nisipokosea, Injili ya Luka 19. Hapo kuna maneno pale ambayo yanatuongelelea kwa uzito, na ni maneno ambayo yanastahili tuyafuatilie sana. Kuna wakati Yesu Kristo alikaa chini na watu fulani, walikuwa na mabishano kuhusu kufufuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa na mabishano kuhusu kufufuka kule, na wakamweka Yesu chini, wakamwambia huyu mwanamke alikuwa na sijui wanaume 7, kitu kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wangapi tunakumbuka story hiyo? Sasa kuna maneno pale Kristo aliyagusia mazito, na hapo ndio tunataka tuanzie leo. Haleluya. Tunataka tuanzie hapo kwa sababu alipoongelelea mambo hayo, hata mimi nilisikia kugusika sana, nikasikia nimekuwa challenged, na wacha tupatafute. Ni mabishano mazuri, kwa sababu inasemekana baada ya hayo hawakumuuliza tena maswali yoyote. In fact it was the last question. Haleluya. Ilikuwa ni swali la mwisho, na wakasema kuanzia hapo hatutauliza. Injili ya Luka 20. Injili ya Luka 20. Haleluya. Wangapi tuko pamoja? Nataka tuangalie kwa undani ni nini kinatuqualify kurithi ufalme wa mbinguni. Ndugu yangu, do we just go to heaven kwa sababu sisi tumesemekana tumeokoka, or tunaingia mbinguni kwa sababu ufalme wa mbinguni umekuwa fully satisfied ya kwamba huyu anaustahili ufalme huu? Bwana Yesu asifiwe sana. Mbingu iko fully satisfied, na nikakwambia jana, na leo tunaenda kusoma mambo mazito hata kuliko jana. Ninaomba tu Roho wa Bwana akusaidie, unifuatilie vizuri. Leo tunakwenda kuyasoma mazito hata kuliko jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tuanze. Baadhi ya Masadukayo, wale wasemao kwamba hakuna ufufuo wa wafu, wakamjia Yesu na kumuuliza, Mwalimu, Musa alituandikia kwamba kama ndugu wa mtu akifa na kuacha mke bila mtoto, basi ndugu wa huyo mtu inampasa amuoe huyo mjane
ili amzalie ndugu yake watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Story ilianzia hapo, alafu akaendelea. Basi walikuwepo ndugu 7. Story inaendelea. Basi walikuwepo ndugu 7. Wa kwanza akaoa, akafa bila kuzaa watoto. Kisha yule wa pili akamuoa yule mjane, naye wa pili pia akafa bila watoto. Naye watatu pia hivyo hivyo akamchukua yule mwanamke. Vivyo hivyo ndugu wote 7 wakawa wamemuoa huyo mwanamke, na wote wakafa pasipo kupata mtoto. Mwishowe huyo mwanamke mjane naye akafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Atakuwa mke wa nani? Sasa basi siku ya ufufuo huyo mwanamke atakuwa mke wa nani? Maana aliolewa na ndugu wote 7. Hilo ni swali walimrushia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakijaribu kuelewa mambo ya kule mbinguni vile itakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nataka usikie maneno ambayo Yesu alijibu kuhusu wale ambao wanaingia kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini ninaongelelea swala hili? Usicheze Bwana, usicheze Bwana Roho wa Mungu kutupatia maufunuo. Kila wakati tukikutana Jumapili mahali huwa tunakutana, hakukosekani ndugu mmoja ama wawili wanasema nimeonyeshwa Yesu Kristo anarudi. Nimeonyeshwa Yesu anarudi. Sasa mimi nimekuwa na tatizo hilo tangu siku ya Jumatatu. Naonyeshwa tu ya kwamba the rapture is very near. It is very near. Ndugu yangu, it is very near. In fact, imagine, it is so near, it is so near. So near, yani mpaka ninaonyeshwa katikati ya kuja kwa Yesu na ule usiku kufika ni kama 3 hours ndio zimebaki. Katikati ya kuja kwa Yesu haleluya. Wangapi tunaelewana vizuri? Katikati ya kuja kwa Yesu na the great tribulation, kwa sababu the great tribulation ni usiku, wakati ambapo giza litazunguka dunia nzima, wakati ambapo kilio kitakuwa dunia nzima. Katikati ya Yesu kukuja na the great tribulation, Bwana Yesu asifiwe sana, it is less than 3 hours. Hallelujah. That is how soon Yesu anakuja. That is how soon Yesu anakuja. Na ndugu yangu, sisi ambao tumekamilika, hivyo ndivyo Paulo anasema, sisi ambao ni wakamilifu, kuna agenda ambazo tunafaa kuziweka karibu each and every time we meet. Nilikwambia wakati fulani, huu sio wakati ndugu yangu wa kuhubiri kuhusu baraka na magari na maploti. Huu sio wakati huo. Huu sio wakati wa kuanza kuleta mahubiri ya sijui jina lako ni la laana ama sio la laana. Wangapi tunaelewana vizuri? Unasema jina la Yakobo ilikuwa ya laana, sasa akabadilishwa ni Israeli. Huu sio wakati wa kushughulikia mambo kama haya. Ninawaomba ndugu zangu wa Kristo ambao wanaelewa kuhusu kunyakuliwa kwa kanisa. This is that time ambayo unaangalia vitu ambavyo Mungu anavihitaji kwa karibu sana. Mungu anavihitaji. Sasa sikiliza majibu ya Yesu. Sikiliza majibu ya Yesu. Yesu akawajibu, katika maisha haya watu huoa na kuolewa. Katika maisha haya watu huoa na kuolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wale ambao, na pointi yangu iko hapo, Luka 20 mstari wa 34. Samahani, mstari wa 35. Lakini wale ambao wamehesabiwa kwamba wanastahili kupata nafasi, wale ambao wameonekana kuwa wanastahili kupata nafasi, that is what the kingdom of God is doing now. Inaangalia
huyu anastahili, huyu anastahili kupewa ile nafasi ya mbinguni. Ni kweli amekaa kanisani miaka 40, lakini anastahili. Na wanakuangalia na wanafanya vetting. Kumbuka Yesu Kristo aliwajibu wale the two brothers. Aliwajibu the two brothers. Uamuzi wa nani atakaa huku na nani atakaa upande huu sio wangu wa kuamua. Sio wangu wa kuamua. Wako wazee mbinguni, wako wazee. Haleluya. Kuna kile kikosi kiko mbinguni tu, kazi yake ni kuenda through the files. Maandiko yanasema mbinguni kuna vitabu vya matendo, na they go through your file, na wana argue, na wanakubaliana, na wanazungumza, and they discuss about you. Wanafungua vile vitabu. Ndugu yetu John the Revelator, John the Revelator anasema nikaona vitabu vilifunguliwa, na kulikuwa na watu specified, wakawa wana go through maisha yetu according to vile ilikuwa imeandikwa pale ndani. Alafu kuna kitabu kingine. Sasa kuna kitabu kingine ambayo wakishamaliza kujadili kukuhusu wanakuingiza pale kwenye kitabu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikiliza Yesu vile anavyosema, wale watakaoonekana wanaostahili. Ndugu yangu, they are watching us very closely. They are watching us very closely. The kingdom of God is watching you very closely. Na wanakuangalia kulingana na matakwa yao. Matakwa yao. Wanasema according to us, huyu ana fit, huyu ha fit. According to us. Na wanaangalia nini haswa? Kwa sababu kuna vitu ambavyo vimenakiliwa ndani ya Biblia, lakini hatuvitilii maanani. Ule mji ule ni mtakatifu. Ndugu yangu, tumesikia mpaka wanakwaya wanaimba, wanasema ule mji ni mtakatifu. Maana yake first priority itapewa watakatifu. Ajenda ya kwanza itaangaliwa kwa mtu yoyote ambaye anaonekana anaustahili ufalme. Ajenda ya kwanza ni utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndugu yetu mtumishi wa Mungu Epafra alisema ninawaombea muweze kukamilika katika mapenzi yote ya Baba. Penzi la kwanza la Baba ni utakatifu. Wewe hivi ukijiangalia, angalia hili swala la utakatifu, wewe unanipelekaje wewe katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ndugu yetu Paulo alisema wazi kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili 13 mstari wa 5 ya kwamba jichunguzeni wenyewe muone kama muone kama mna ustahili ufalme. Jiangalieni. Sasa mimi ninakuuliza wewe, tangu uanze hii kwenda kanisa, uanze kusema Yesu ni Bwana, uanze kusema Jesus is Lord, ili swala la utakatifu wewe umeliangaliaje wewe katika maisha yako? Umekamilika kwa swala la utakatifu? Haleluya. Wengine wanasema ndani ya Biblia ya kwamba upendo ndio karama kuu. Upendo ndio karama kuu. Paulo alisema takeni karama zilizo kuu. Hiyo ndio kitu alimalizia pale Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 29. Hiyo ndio ajenda alimalizia pale. Akasema ndio. Haleluya. Sio wote wanaweza kuongea kwa lugha, sio wote ni manabii, sio wote wanatafsiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini aliweka hizo karama aside, akasema mbali na hizi kuna karama zilizo kuu kuliko hizi. Na ndio maana tangu Monday ninakwambia Agano Jipya, watu wa Agano Jipya ndugu yangu hawajisifii miujiza, hawajisifii karama za unabii. Ndugu yangu, tuna ofisi zilizo kuu kuliko hizo za karama. Haleluya. Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Ndugu yangu, Agano Jipya hatujisifii who is the mightiest prophet. Hatujisifii vitu hivyo. Hatujisifii hizo. Agano Jipya hatujisifii eti miujiza. Maandiko nasema miujiza hutendeka kwa wale wasioamini ili waweze kupata kuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, wakina Paulo walijisifia mambo ambayo yako juu. Nenda kasome Wakorintho wa pili 4 anzia mstari wa 2. Wanasema sisi kuna kitu kimoja sisi tunajisifia. Tunajisifia utakatifu na uaminifu.
Hivyo vitu viwili sisi tunavyo. Haleluya! Tumpatie Bwana Yesu Kristo makofi ya utukufu. Ndugu yangu, ujui the cost of entering the kingdom of God. Wewe ujui. Wewe unafikiria ni kuimba kanisani. Wewe unafikiria ni kuimba. Unafikiria kwa sababu unatoa bahasha nono. Ndugu yangu, hivyo havikuingizi mbinguni. Hivyo vya bahasha nono ni wajibu wako utoe. Wangapi tunaelewana vizuri? Ni wajibu wako. Na hata havitaangaliwa kwamba alikuwa anatoa sana, haviangaliwi. Kile ambacho kinaangalia ni kwamba unastahili nafasi. Je, unastahili nafasi katika ule ufalme? Yesu mwenyewe ameongea maneno haya. Wale watakaoonekana wanastahili nafasi. Haleluya. Ningekuambia bila kukusomea hapo ungesema ni maneno ya mchungaji. Hizo ni porojo. Sikiliza vile anawachallenge hawa. Hakusema eti kuingia mbinguni ni rahisi. Hakuwajibu, alitaka waelewe ya kwamba hata kabla kuingia huko ni kibarua. Na ndio maana Yesu alitilia msumari, akawaambia wanafunzi wake, hakikisheni majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Hivi vya kusema eti Bwana leo mapepo wametutii, msifurahie hizo. Leo Bwana hata mapepo imetutii, msifurahie. Hiyo ni vitu kidogo. Kibarua ile ambayo yuko kwa Agano Jipya ni nzito ndugu yangu. Ni mwili wako uweze kukombolewa, ufike status za kukaa na watakatifu walio mbinguni. Haleluya. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Na ndugu yangu, inaniuma sana kwamba sio wengi ambao wameanza kuangalia hali ya maisha yao, hali ya miili yao. Je, mimi Pastor Peter na lifestyle ile na niko nayo, does my lifestyle fit those people in the kingdom of heaven? Hii maisha mimi naishi hii maisha ya masengenyo hii maisha ya ubinafsi, hii maisha ya uchoyo hii, ninaweza kukaa na wateule wa mbinguni, malaika wa mbinguni, naweza kukaa na wao, naweza kukaa na jamii ya Mungu mimi. Na vile kusamehe watu ni kibarua, mimi naweza kukaa na jamii ya mbinguni. Can I fit in that family? That is the question. Mpaka leo Wakristo hawajaanza kujiangalia kwa misingi hiyo. Unajua niliacha pombe. Ni kweli uliacha pombe, lakini chuki doa sugu alijatoka. Chuki mpaka leo haijakuja. Ni kweli hivi vya nje uliviacha kwa sababu watu wangekuangalia, bado wangeanza kukuhukumia hapa. Unajua hivi vya nje hivi vya wanawake, unaona? Ni vitu vya nje ambavyo watu wanaweza kuviona wakakutoa rangi. Bwana umeokoka, na mbona jana ulikuwa na Shiro na leo uko na Vyambo na kesho uko na sijui nani. Hivi vya nje unaweza kuvishughulikia. Na wengine wetu hata tunavishughulikia kuviacha tu, lakini ndani tamaa inatuwaka kweli kweli. Tunaviacha tu nje. Lakini haijamaanisha tamaa ya Shiro na Vyambo eti imetoka, haijatoka. Ukipata mwanya tu hivi unawakata miguu. Haleluya. Ndugu yangu, haya mafundisho sio ya kucheka, ni mazito. Ama vipi mchungaji? Lazima tuyaongelelee kwa kina, kwa sababu kuna wapelelezi. Yesu anasema vya mbinguni, nani atakaa hapa na nani atakaa hapa na nani atasimamia hii? Kuna wenyewe wanapeleleza. Maandiko yanasema mbingu yote walivyomuona Kristo alipofika huko, tunaambiwa na John the Revelator, walisema Yesu mwana wa Mungu anastahili. Mbingu yote ilisema hivyo. Haleluya. Ndugu yangu, ukipewa nafasi tuseme upewe tu nafasi, sio kwamba umeingia mbinguni, umekaribia hicho kikao cha hao wazee. Wataimba wimbo gani juu yako? Haleluya. Nasikia Anne Waiguru amewekwa mbele ya Senate. Hao ni wadogo. Hakuna kazi wanaweza kufanya.
nakwambia seneti ya mbinguni wakae, alafu upewe tu nafasi, waseme bwana, umelia sana, hebu sogelee hao wazee wakupime na mizani yao. Kile hao wazee watasema sisi hatupingi, tutakuingiza. Yesu aliingia pa mbingu nzima, anastahili, 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 mwana kondoo wa Mungu. Haleluya, anastahili. Na Yesu akaendelea kuambia, anambia mnaongelelea vya mbinguni, wacha niwaelezee vile inakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Sababu mmeuliza maswali kuhusu mbinguni, mmesema huyu mwanamke katika hiyo ufalme atakuwa bibi ya nani? Mmeuliza mambo kuhusu mbinguni, na wacha mimi niwaelezee vile itakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu, lakini wale ambao wamehesabiwa kwamba wanastahili kupata nafasi, sababu hata hizo nafasi ni kidogo ni kidogo. Kama zingelikuwa nyingi, hakungekuwa na haja ya kuangalia nani atapewa hii. Unaona, kama ziko nyingi, wangapi tunaelewana vizuri? Wangapi wanaelewa lugha hapo? Nafasi, opportunity zingekuwa nyingi, hazingepiganiwa. Watu wangekaa kudiscuss hii tumpatie nani na huyu. Ndio maana Kristo anaongea kwa uzito, anasema wale ambao wanaweza kuangukia hiyo opportunity wapate nafasi. Wengi wameitwa, wachache wamfanya nini? Haleluya. Wengi wameitwa, wachache wamfanya nini? Imekuwa nzito. Nilijua tukiongea haya mambo itakuwa nzito kujibu. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Tumwongeze Bwana wetu Yesu Kristo makofi mazuri sana. May God bless you so much. May God bless you so much. Sikiliza vile anaendelea kusema. Lakini wale ambao wamehesabiwa kwamba wanastahili kupata nafasi katika ulimwengu ule na katika ufufuo wa wafu, hawaowi wala hawaolewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa hawawezi kufa tena, kwa maana wao ni kama malaika. Wao ni watoto wa Mungu, kwa sababu ni watoto wa ufufuo. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Hiyo ni evidence moja ya kwamba, ndugu yangu, vya mbinguni sio mchezo. Vya kuingia mbinguni sio mchezo. Kuna mang'ang'ano. Na ndio maana Paulo ndugu yetu anasema tunashindana, na hii mashindano ni kali sana, mpaka tuhakikishe tumefika alama ya uokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us read there, tusome. Mimi nimekuambia Yesu anarudi, wacha kuniangalia vibaya. Na mimi ninakumbuka maneno ya Yusufu akimwambia Farao, kwa sababu ndoto hiyo umeiota mara mbili, maana yake iko karibu, tena inafanya haraka kufika. Na mimi nimeota mara tatu, maana yake inaweza hata kuwa leo, hata kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. How well are you prepared? Ule ufalme ndugu yangu una demand a lot of things. Una demand humbleness. Yani you are so humbled, mpaka kwa watu wa chini kabisa, hata wakikuchapa makofi, hata wakikutemea mate. Yesu alikuwa humbled mpaka watu walimtemea makohozi. Amebebana na msalaba Bwana, anaenda Golgotha. Kuna wakati nasikia ikafika Yesu akajaribu kuomba maji. Mama mwingine alimjaribu kumletea maji. Askari akatoka huko akapiga teke ile mtungi ya maji. Sema hakuna kunywa maji kwa hii safari. Mama akachukua nguo. Mimi sijui mama alikuwa anampenda Yesu kiwango gani, akampangusa Yesu uso. Maandiko nasema sura ya Yesu ikabaki kwa nguo ya huyo mama. Akampangusa makohozi, akampangusa Yesu alijihumble. Unasema pastor, hao watu wamenitusi. Washawaitemewa makohozi kwa uso?
na Yesu alinyenyekea mpaka akatemewa makohozi. Ndugu yangu, makohozi ya Msomali. Mama akasema hapana, wacha nitoe nguo. Akampangusa Yesu. Tuwapigie wamama makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama akapangusa Yesu uso. Zawadi aliyopewa, sura ya Yesu ikabaki kwa hiyo kinguo yake. Haleluya. Situmpatie Bwana Yesu makofi. Sasa sikiliza pointi nyingine mimi nataka nigusie. Anasema hivi kwenye kitabu cha Wafilipi 3 mstari wa 12. Si kwamba nimekwisha kufika. Si kwamba nimekwisha kufikia au kwamba nimekwisha kuwa mkamilifu, la asha. Paulo anasema yeye si mkamilifu, lakini pale chini utasikia anasema na wale tulio wakamilifu. Haleluya. Wacha tusome. Anasema la hasha, bali nakaza mwendo ili nipate kile ambacho kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu zangu, sijihesabu kuwa nimekwisha kushika, lakini ninafanya jambo moja. Hilo ndio jambo linatakikana kwetu sasa hivi. Ni kweli ukijiangalia, hujakamilika katika upendo. Bado upendo wako unabagua. Wangapi tunaelewana vizuri? Bado upendo wako unabagua. Unamsaidia huyu kwa sababu ni kabila yako, unamsaidia huyu kwa sababu ni damu yako. Hujakamilika. Moyo wako haujafika mahali unaweza kuwabeba wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema wazi, tuwapende wote kama vile Mungu anavyowapenda wote. Mungu akiwasha jua linamulika wazuri na wabaya, na maandiko yanasema mvua ikinyesha inawanyeshea wazuri na wabaya, na maandiko yanatuambia na nyinyi pia muwe na upendo hivyo, muwapende hata wale wabaya, sio wazuri peke yake, ili muwe wana wa Mungu kamilifu. Sasa wewe una upendo ambao haujafikia viwango hivyo. Haleluya. Unampenda huyu kwa sababu ni Mjaluo mwenzako, unampenda huyu kwa sababu ni Mkikuyu mwenzako. Wewe upendo wako hujakamilika, hujafika status za Mungu. Mungu anasema penda adui, mlishe, mvishe. Tumefika hapo. Haleluya. Paulo anasema mimi najua sijakamilika hivyo, na ng'ang'ana nikamilike hivyo, nifike viwango vya Mungu. Na waomba wa Kristo mnaonisikia jioni ya leo, kuna target za kiroho. Tumemsikia Yesu mwenyewe akisema wale watakaoonekana wanastahili nafasi katika ulimwengu ule. Na ndugu yangu, kile ambacho kinakupima ni hii neno, sio kitu kingine. Tumekuwa wajinga ndugu yangu, tukiingia makanisani tunataka kuhubiriwa mambo yetu, hatuyatilii mazingatia mafundisho ya Mungu, na hiyo ndio kitu itafanya Wakristo wengi tuukose ufalme wa mbinguni. Sababu tulipoenda kanisani, wakati la Mungu linatolewa tunakwazika, wakati letu linatolewa na mchungaji, tunashangilia kweli kweli, tunashangilia mpaka tunamfuata mchungaji kwa madhabahu, tunashika hii, unamkunjia 1,000. Haleluya. Mchungaji anahubiria kwako, anakwambia bwana, hii corona hata kama iko, Mungu anatengeneza njia. Unasema hiyo ndio yangu hiyo. Unamfuata mchungaji na 500. Bless you pastor, be blessed. Sasa hivi mimi nakwambia ujiandae, Yesu anakuja. Hata soda uniletee. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, usipopita mtihani wa Mungu, mimi nasema labda ukienda kanisani una yako, lakini kama kweli unaviwania vya mbinguni, kama kweli ndugu yangu unaviwania vya mbinguni, yasikilize hayo mafundisho. Sababu mbinguni hatuingii hivi, wala hatuingii kwa kujuana. Mtu asikudanganye. Wale majamaa wawili walioenda na mama yao kwa Yesu walifikiria ya kwamba ni kama watapewa favor.
kwa sababu ni marafiki wa Yesu, ni mabeste, wamekaa na Yesu. Sasa walikuwa wanatumia njia hiyo ya kwamba kwa sababu tumekaa na wewe Yesu, na sisi hata ni wanafunzi wako. Sasa si wewe unaelewa bwana, tukifika huko, huyu ndugu yangu mpe mkono wa kulia na mimi mkono wa kushoto, ama unasemaje Yesu? Lakini Yesu akamwambia yeye hivyo. Kuna wale wanasema huyu anastahili na huyu hastahili. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza, Paulo anasema mimi natilia maanani hii mambo ya weka hasira nione nimeosha imetoka. Hii mambo ya kupenda, nipende kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata uvumilivu pia nijifunze kuvumilia, na pia kama vile Bwana wangu aliteseka, na mimi pia nijifunze kuteseka. Hizo zote hizo ndio nataka nihakikishe nimefika standard. Mimi nimeona hao wanafunzi wote wa Yesu ambao wameandika Biblia, wakipeana introduction zao, kila mmoja anasema yule mtumishi aliyeteseka mateso ya Kristo. Yohana anajiintroduce hivyo, John the Revelator. Nenda kasome introduction part yake. Anasema na mtumwa mwaminifu katika mateso ya Kristo. Ukimsikia Petro anaongea hivyo hivyo, mtumwa mwaminifu katika mateso ya Kristo. Hayo mateso leo sisi hatutaki. Mwanzo mchungaji yoyote analeta habari za mateso kanisani, tunaambia mchungaji wetu huyu asirudi hapa, huyu asirudi hapa. Na hivyo ndio viwango mbingu inaangalia. Ni wangapi wanaweza kugharamika kwa ajili ya ufalme wa mbinguni? Ni wangapi wanaweza kutoa uhai wao kwa ajili ya ufalme wa mbinguni? Ni wangapi ambao wanaonyesha wana kiu na njaa zaidi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni? Nilikwambia wakati mwingine, ndugu yangu, kuna watu hata wakati wanapofanya maombi, hakuna mtu anamwambia Baba katika ile sala kabla hajamaliza, Baba, na iwapo utakuja leo niwe miongoni mwa wale wanaenda na wewe. Hiyo agenda ya kwenda mbinguni, ndugu yangu, it is not important to people. Ndio maana hata wengi wanaomba, hata wale wanaomba publicly. Hakuna mtu anaongea publicly anasema Baba, mbali na hayo nimekuomba, jina langu lisikosekane. Haleluya. Mungu haoni kiu. Mungu haoni kiu ya watu kuingia mbinguni. Wangapi tunakubaliana lugha? Mungu haoni kiu. Watu wanaweza kugharamika mpaka na pesa. Mchungaji, napanda hizi 10,000 ili kazi yangu ifunguke. Lakini huwezi kufanya kitendo hicho. Mchungaji, I am sacrificing this 5,000 ili jina langu lisikosekane mbinguni. I can give any offering, even my own body. Wacha hii pesa, I can give even my own self, nipate uhakikisho jina langu liko mbinguni. Hakuna kiu, but tunaweza tukasacrifice vitu vingi tupate bibi wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Upate promotion kazini, kale ka biashara kako unasema naomba tu ipanuke. Mchungaji, last week uliniombea nikaona mambo iko sawa, sasa nimerudi niongeze iwe sawa zaidi. Na unafikiri ndugu yangu, mimi kuna kitu Mungu aliniambia asubuhi nilipoamka. Akasema, unajua ni nyinyi wenyewe mnanieleza jinsi mlivyo through your prayers. Nyinyi ndio mnanieleza ile kitu iko ndani yenu. Na through your prayers ninapata a very good idea of where you belong. Either you belong in heaven or you belong in that world. Mnanipatiaga siri zenu, si mnaombaga. And through your prayers ninaweza kudetect ni nini iko ndani yenu. Because kimjasacho mtu ndicho kinafanya nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapiga nduru wao wanakaa mbinguni wanasema, Bwana, si mmesikia wenyewe hii maombi? Mnaona huyu mtu anafaa wapi? Anasema, Bwana, tumpe kulingana na maombi yake.
tumpe kulingana na maombi. And that is why he's called a just God. Ili siku ile ukiingia jehanamu, ndugu yangu, utasema nilisukumiwa jehanamu. God will tell you it was out of your own prayers. It was out of your own wishes. I heard you talking to me every day. I heard your prayers. I saw your thoughts. Bwana Yesu asifiwe sana. I saw your desires. There was not even a single bit that desired my kingdom. I gave you what you wanted. That is what I gave you. I am a just God. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nani yule ambaye anaweza amini Mungu kikamilifu? Nisikilize hapa. Hii ndio kitu hata mimi niliulizwa na Mungu. Ndugu yangu, sifikirie mimi eti ni mkamilifu kama malaika. Hapana, hata mimi pia nakuaga na my struggles with God. Mungu aliniuliza, ni nani yule ambaye anaweza kuyaamini maneno yangu? Ni nani yule anayeniamini kabisa, naamini maneno yangu, ya kwamba hata kabla hujazaliwa nilikuwa nimeshapanga wewe utakuwa nani, na uniamini kwa yale niliyokupangia? Ni nani huyo ambaye yuko so trustworthy to me mpaka aseme, Baba, si hii andiko inasema wale uliowachagua ulipanga mambo yao hata kabla misingi kuwepo? Then as from today I will not ask you anything of my own, kwa sababu nina I rely na yale yote uliyopanga juu yangu hata kabla misingi kuwekwa. Haleluya, tumpatie Kristo makofi ya utukufu. Ni nani ambaye anaweza kutrust God in that level? Baba, nimesoma Biblia na nimekuta wale wote ambao umewachagua uliwapangia maisha yao, na kwa sababu ulipangia maisha yao, Baba, sikusumbui na mambo yangu, sikusumbui na maombi ya matakwa yangu. I trust you enough to make the right decision for my life. Kila nikipiga maombi nitakuwa tunakwambia nitie nguvu, ili ni fit katika maono yako, ili ni fit katika agenda zao. Nitakuwa nikikuomba kila wakati, Father, don't let me disappoint you. Baba, sitaki uregret ni kwa nini ulinichagua. I want to be so perfect into you mpaka uwe proud ya kwamba you did not make a mistake while you are choosing me. Hallelujah. Situmpatie Bwana Yesu makofi. Ni wangapi wanatafuta ku please God in that area? Trusting God enough. Trusting God enough mpaka ukasema, kama kweli leo mimi niliyekuwa mlevi, niliyekuwa mwasherati, Baba ulinichagua, na au kunichagua tu kwa sababu nilikuwa mzuri. Ulinichagua kwa sababu hata kabla sijazaliwa wewe ulikuwa umeshanipanga nitakuwa wapi. Na kama leo nimejikuta ndani ya wokovu, basi hata maisha yangu ya pale mbele ninajua tayari umeshayapanga. Mimi sikusumbui kwa chochote. Paulo alisema, atukuzwe Baba Mungu wetu anayeweza kutufanyia mambo bora zaidi kuliko yale tunayomuomba. Anaweza kutufanyia mambo bora. Mungu alimshika Yusufu hivi mpaka leo tunasikia habari za Yusufu. Mungu alimshika David hivi mkono mpaka leo tunasikia habari za David. Haleluya. Ndugu yangu, unajiandaa? Mimi kidogo upata nafasi katika mitandao, ninajaribu kuangalia ndugu zetu wapendwa wamefanya kazi nzuri ya kutuelezea kidogo, japo hawajaeleza kwa undani, vile rapture inaweza kuwa. Na hiyo kidogo tu yao, hiyo kidogo yao ambayo wanaeleza tayari inanitingisha mimi. Na je, ile ambayo Mungu anakwenda kuifanya itakuwaje? Hiyo kidogo tu ambayo wamejaribu act kwa mawazo yao, kwa sababu hawajaona vile itakavyokuwa. Hawajaona vile itakavyokuwa. Na hiyo tu ambayo wamejaribu kuimagine na mawazo yao inanitingisha. Na je, ile Mungu atakayofanya? Imagine the reality of God. Hallelujah. Na ndio maana ninazidi kukuomba ndugu yangu, nazidi kukulilia. Are your efforts
Are your efforts towards being complete in the will of God? Are your efforts? Tangu umeokoka, umeweka akili zako ya kwamba the requirements of God. Tunaambiwa tunda la Roho: utu wema, furaha, uvumilivu, kiasi, upendo, imani. Are you racing towards being complete in the will of God? Haleluya. Sikiliza vile anasema, ndugu zangu, sijihesabu kuwa nimekwisha kufika, lakini nafanya jambo moja, ninasahau mambo yale yaliyopita, na kaza mwendo kufikia yale yaliyo mbele. Na kaza mwendo nifikie ile alama ya ushindi iliyowekwa, ili nipate tuzo ya mwito mkuu wa Mungu ambao nimeitiwa huko juu mbinguni katika Yesu Kristo. Sikia sasa mstari wa 15. This is my point. Hivyo sisi sote tuliokuwa kiroho tuwaze jambo hilo. Tuliokuwa kiroho tuwaze jambo. Now listen from this Bible. Sikia hii Biblia nyingine. Sometimes huwa inasaidia unasikia kote kote, usikii upande mmoja. Haleluya. Hii inasema nini? Hii inasema hivi: basi sisi tulio wakamilifu na tuwaze hayo, na hata tukiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu atawafunulia hilo nalo pia. Lakini hapo tulipofikia, na tuenende katika lilo hilo, tuwaze jambo moja peke yake: kufikia utimilifu wa mapenzi ya Baba. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Tumuongeze Bwana Yesu makofi. Haleluya. Is that your agenda? Is that your agenda? Ya kwamba Bwana, mimi Mungu akiniangalia aone nimefika mahali anataka. Mungu akiniangalia aone nimefika pass mark yake. Hiyo ni kitu ninakuomba mpaka leo iingie ndani ya ubongo wako. Nataka usikie kitabu cha Wakolosai. Kitabu cha Wakolosai, message ambayo Bwana alitupangia leo. Kumbuka tumeanzia mbali, tumeanzia kitabu cha Luka 20. Yesu anasema wale watakaoonekana wanaustahili ule ufalme. Wale watakaoonekana. Do you deserve that kingdom? Wewe kwanza jiangalie, usije ukasema ulionewa. Haleluya. Bwana Yesu, niling'ang'ana na mbona mkaniangusha. Mimi nilikuwa nasikia tukiwa shule, hivyo ndio tulikuwa tunaambia walimu wetu, Bwana mwalimu, mimi kama nilipita, ni wewe uliniangusha. Haleluya. Zile zamani zile, Bwana, unaulizwa na mzazi wako, kwa nini umeanguka? Unaambia mzazi, hapana, yule mwalimu, unajua tumekuwa na yeye maneno. Sasa ameniangusha kimakusudi. Ndugu yangu, vya mbinguni hakuna kuangushwa kimakusudi. Wale ni wenye haki, wanakulipa sawa sawa na njia zao. So before you start blaming them, ndugu yangu, Paulo anasema look upon yourself, your lifestyle. Look at your kind of lifestyle. Ndugu yangu, sisi hatutakwambia wewe ni malaya, wewe unajua. Ukiwa na mke zaidi ya mmoja, wewe ni malaya. Ndugu yangu, haihitaji wanawake 3. Ukivuka hii mkataba ya huyu mmoja uingie kwa mwingine, umezini tayari, wewe ni malaya. Nakumbuka mzee wetu Silvanus Yaoko alikuwa anasema, ukinywa kifuniko ya pombe, wewe ni mlevi. Ukinywa chupa ukipewa kijiko tu, wewe ni mlevi. Ukinywa kreti 10, na siku ya mwisho, ndugu yangu, hatupangwi kulingana na vile tulikunywa. Mungu anasema walevi wako wapi? Wa kijiko hapo, wa kifuniko hapo.
Hallelujah. Hallelujah. Are we serious about the kingdom of heaven? If we are serious, hebu tujikague kwanza wenyewe. Na uangalie yale mapenzi yote yameandikwa pale na Baba. Mambo ya kusema msamehe jirani. Are you good at that? Bwana Yesu asifiwe sana. Muwe wapatanishi. Are you good at kureconcile watu? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wangapi tunaelewana lugha? Heri wenye moyo safi. Are you pure in heart? Are you pure in heart? Because if you fail the standards of God, you have no place in that kingdom. If you fail. Na ndugu yangu, itakuwa kitu ya ujinga kukimbilia kuambia Mungu akupe chakula na akulipie nyumba na nini na nini, na hivi vya muhimu unaviweka pembeni. Hivi vya muhimu, hivi ambavyo vinaweza vikaku earn a place in the kingdom of heaven, unaviweka pembeni. Lakini unaweza kuweka bidii na juhudi. Baba, naomba kazi yangu iendelee. Naomba Baba, pesa, fungua hiyo milango ya pesa. Na unaongea vitu mingi kule nje ambavyo havina value yoyote in your afterlife. Hallelujah. Hallelujah. Wakolosai, alafu nikuachilie. Wacha niangalie kopo hapa. Naweza nikaenda nikajisahau. Hallelujah. Bado tuna muda. Bado tuna muda. Kulingana na vile tulivyoambiwa, bado tuna muda. Wakolosai. Wakolosai. Hallelujah. Wakolosai 1 mstari ni ule wa 7. Amen. Hallelujah. Wangapi tunalenga ufalme wa mbinguni? Ndugu yangu, Mungu ana pass mark yake. Ana pass mark yake. And if you don't focus on God's pass mark, you cannot fit in his among his children. You cannot. No wonder anasema msiguse kitu kilicho kichafu. Mtakuwa watoto wangu. Ondokeni katikati yao. That is 2 Corinthians 6:14. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, value so much. Value so much. Ile mambo Mungu anakuambia kaa pembeni, kaa pembeni. If you are really interested in being one of God's children, if you are really true to your calling, hallelujah, msiguse kilicho kichafu. Hapana ushirika kati ya nuru na giza. Hakuna. Hallelujah. Hapana ushirika kati ya Kristo na Beliali, ama hekalu na Mungu na sanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ame draw line. God has drawn a line. Don't go beyond this limit. You will be my children. You will be mine. If you go beyond this limit, you are not mine. Unajua kuna watu ambao hawako serious na kukaa na Mungu. Kwa mdomo unasema nataka Mungu akae karibu yangu, lakini ndugu yangu unachukulia uhusiano wako na Mungu for granted. Unaweza enda kwa baa, unaweza fanya uzinzi, unaweza iba kitu kwa kazini. You're not serious with what you are professing. Bwana Yesu asifiwe sana. You are preaching water, you are drinking wine. You are preaching water, but you are drinking wine. You are not serious. Na hii ndio kitu Mungu aliangalia kwetu akasema hawa watu wananiabudu kwa vinywa vyao, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. They are not serious. Na ile kitu tunajifundisha leo ni tuwe serious na msimamo ule ambao tumesimama na Mungu. Tuwe serious. Issue yetu ya kushikana na Mungu ni tuwe miongoni mwa wale watakaa na Baba. It has nothing about being rich. It has nothing eti nishikane na Baba ndio niwe nishinde uchaguzi mkuu ni kuwe senator. Nataka nikusomee vitabu viwili. Wakolosai, alafu nikumalizie na kitabu cha Warumi. Alafu twende nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza vile Paulo anasema. Sikiliza vile Paulo anasema kwenye kitabu cha Wakolosai. Anasema hivi, anasema mstari wa 7, mlijifunza habari zake
kutoka kwa Epafra, mtumishi mwenzetu mpendwa, yeye aliye mhuduma mwaminifu wa Kristo kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye pia ametuambia kuhusu upendo wenu katika roho. Si tumuongeze Bwana Yesu makofi mazuri sana. Huyu jamaa ameeleza jinsi hawa kanisa la Wakolosai limeinuka. Alafu sikiliza Paulo vile anasema, kwa sababu hii tangu siku ile tuliposikia habari zenu, hatujakoma kuomba kwa ajili yenu na kumsihi Mungu awajaze nyinyi maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote ya kiroho na ufahamu. Tumpatie Bwana Yesu, tumwongeze Bwana Yesu makofi. Mbali tu na ile kitu tumesikia mumefanya, tumeona tuombe zaidi Mungu aongeze maarifa, muelewe mapenzi yake sawa sawa. Haleluya! Tumpatie Bwana Yesu makofi. Tumesikia ndio mumefanya, tumesikia mumefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tulipoona ya kwamba mumechannel Ukristo wenu kwa mapenzi ya Mungu, sasa tunaomba zaidi. Tunaomba azidi kuwapa maarifa, azidi kuwapa ufahamu wa kiroho, ili mufanye mapenzi yake sawa sawa. Haleluya! Tumuongeze Bwana Yesu makofi ya utukufu. Are you in that line? Are you in that line? Are you in that line? Hata umeanza kuzingatia sala zako zilenge mapenzi ya Mungu. Hawa wanaombewa maombi mazuri sana. Bwana, tumeona mumeanza kugusagusa vitu ambavyo vinapendeza Mungu. Tumeona, tumesikia. Tena sikiliza, tuanze pale juu kidogo. Sitaki kuvunja moyo. Bwana, nikihubiri hivi simaanishi usiende kanisa, nenda. Lakini lenga vitu vinavyompasa Baba. Akili yako yote iwe mtihani wa Mungu nitaupita. That is your main focus. Wangapi tunaelewana Wakristo wenzangu? Haleluya. Yesu anarudi na maandiko inasema atachukua tu Wakristo randomly. Wale watakaoonekana wanastahili nafasi. Get that into your head. Kulikuwa na pastor, hata sio mwingine, baba yetu wa kiroho Silvanus Yao, alituambia kuna kanisa kule Kisii walidanganyana. Yesu anakuja December 1997. Haleluya. Wakajifungia kanisani. Sijui waliambiwa nini kuhusu hilo kanisa lao. Mchungaji aliwaweka box, akamwambia Bwana, hili kanisa letu ndio linaenda, na sisi tumewini hiyo favor mbele za Mungu, makanisa mengine yote inabaki, sisi tunaenda. Jamaa wakauza vitanda, wakauza mastools, wakauza kila kitu. Ulikuwa unapatana na mshirika wa hiyo kanisa, Bwana nakupa TV. Unamuuliza ni ya nini? Bwana sihitaji, tunaenda mbinguni. Mimi kama ilikuwa kweli sijui. Mimi nilisikia tu mzee wangu akinieleza maneno hayo. Haleluya. Unakutana na mtu, Bwana anakupa gari. Bwana, mbona unanipa gari? Tuhitaji Bwana. Pastor wetu amesema usiku huu sisi tuna take off. Sasa wakajifungia Bwana kanisani. Ikapita usiku mpaka saa 7. Washirika wanauliza vipi, mbona aje? Ako njiani. Alisema atakuja kama mwivi. Ama hamkusoma hapo? Sasa ikawa hata mtu akibanwa na mkojo anakumbuka atakuja kama mwivi. Ndugu yangu, uendi chooni. Okay, tuachane na hiyo.
wakachoka, wakaanza kutoroka mmoja mmoja. Haleluya! Lakini sasa tunaipata vile inatakikana, tunaipata vile inatakikana. Tuyazingatie mapenzi ya Mungu. Paulo sio mjinga kusema tunazidi kuwaombea muendelee kupatiwa maarifa na ufahamu wa kujua kwa hakika mapenzi ya Baba. Haleluya! Wangapi tunaelewa hiyo agenda sasa? Wangapi tunaelewa hiyo agenda? Once ukishaanza kumove katika direction za Mungu, kuna watumishi mbinguni wanazidi kuomba neema iteremke ndani yako, uelewe mapenzi ya Mungu kwa uhakika. Haleluya! Haleluya! Wacha turudie pale. Wacha turudie pale. Anasema kwa sababu hii tangu siku ile tuliposikia habari zenu hatukukoma kuomba kwa ajili yenu na kumsihi Mungu awajaze nyinyi maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote ya kiroho na ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 10, nasi tunaomba haya ili mpate kuishi maisha yanayostahili mbele za Bwana na mpate kumpendeza Bwana kwa kila namna, mkizaa matunda kwa kila kazi njema, mkikua katika kumjua Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Si tumuongezee Bwana Yesu makofi mazito. Mkiwa mmetiwa nguvu katika uwezo wote kwa kadri ya nguvu yake yeye yenye utukufu, ili mpate kuwa na wingi wa subira na uvumilivu, nanyi kwa furaha mkimshukuru Bwana ambaye amewastahilisha kushiriki katika urithi wa watakatifu katika ufalme wa nuru. Haleluya! Kwa maana ametuokoa kutoka katika ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye katika yeye tunao ukombozi, yaani msamaha wa dhambi kwa njia ya damu yake. Haleluya! Tumpatie Bwana Yesu makofi. Wacha nimalizie na kitabu cha Warumi. Wewe kama you are not flowing in that direction. Unajua kuna siku nilijiuliza, kwa nini Yesu ataambia watu ondokeni sikuwajua? Na hao watu wana claim ya kwamba tulihubiri kwa jina lako, tulikaa mezani tukakula pamoja na wewe. Kwa nini Yesu atakuwa very cruel? Nikaelewa kitu kimoja. Yesu atasema, though mlikuwa mna profess jina langu, but you did not fall in my agenda. Unaona ile kitu Uhuru Kenyatta anafanya, kuflash out watu ambao hawataki kufall in his agenda. Ndugu yangu, msimlaumu. Is the president now. Wewe ukiwa na agenda zako, ngoja 2022 ukalie hiyo kiti uweke agenda yako. But mtu yoyote ambaye hataki kwenda na agenda ya Uhuru Kenyatta anaonyeshwa mlango. Bwana Yesu asifiwe. And that is what God will do. Nyinyi mlienda kule nje na jina yangu. Bwana Yesu asifiwe. But you are channeling your own agendas. Hamukufundisha watoto wangu my agendas. Hamukuwafundisha wajiandae na kuja kuwachukua. Hamukuwapatia the right knowledge of getting a number in my kingdom. Hallelujah. Si tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Ndugu yangu, Paulo alitilia mkazo ya watu wajifunze mafundisho yatakayowapatia namba katika ufalme wa mbinguni. Are you teaching the church what wanastahili? Tunasikiliza Paulo anasema, anaongea kuhusu Epafra. Anasema Epafra, mtumishi mkamilifu mwaminifu, aliwafunza mambo yanayostahili ufalme wa mbinguni. Is your pastor teaching you the right teachings to inherit the kingdom of heaven? Is he giving you the right food? Unafikiria kwa sababu alikuombea bwana yako akarudi, sasa uko na ufalme wa mbinguni? You are a fool my friend, you are a fool. Hallelujah. Hata akutendee miujiza ngapi, they will not earn you a seat in the kingdom of heaven. Vya mbinguni ni wewe mwenyewe ujicount worthy, ujionyeshe, you prove yourself worthy in the kingdom of heaven, that you must have that seat. Hallelujah. Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Ni wewe wahakikishie ufalme wa mbinguni ya kwamba you deserve a place in their kingdom. You fight.
you give it your all, you give it your best. Usifikirie watu walilala njaa eti kwa sababu hawakuwa na otherwise. Waliuhakikishia ufalme wa Baba, tutalala njaa kwa ajili yako, tutateseka, tutafungwa kwa ajili yako, because we want a position, we want a place in your kingdom. Hallelujah, hallelujah. Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu Bwana. Namaliza na Warumi, namaliza na kitabu cha Warumi 16. Let me just finish. Warumi 16. Wewe fanya mchezo. Fanya mchezo. Fanya mchezo ndugu yangu. Fanya mchezo. Wewe utatuona Bwana tukivikwa taji zetu. Utatuona. Mimi nikikwambia kila siku hapa mimi ni namba 3 kuingia huko mbinguni. Haijalishi wangapi walinitangulia. Biblia inasema waliokuwa wa kwanza watakuwa wa mwisho na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Mimi am namba ngapi? Elijah ndani, Musa ndani, watatu mimi. Alafu hiyo group ya kina Daniel, Meshach. Hapo ndio target yangu. Wangapi tunaelewana vizuri? Sababu hawa jamaa wawili washaninyima namba tayari. Nishawaona, mmoja ako kando ya Yesu na mwingine ako upande huu. Hao tayari washachukua namba. Sasa hao wengine ambao sina uhakika nao tunaminyana nao. Wewe unafikiria nimesimama hapa niendeshe Prado? Sina haja ya Prado. Akili yangu yote niingie mbinguni. Sijasimama hapa niwe top 10 pastors. Top 10 pastors in Kenya. The richest people. Sitaki hiyo nafasi yao. Hallelujah. Hallelujah. Ngoja siku Mungu atawaachia hii dunia. Ngoja tu siku Mungu atasema nimechukua wangu, sasa nimewaachia. Fanyeni vile mnavyotaka. Na mukae na huyo mfalme wenu aondoke, mutalia machozi. Mutalia ile machozi hamjawahi ona. Biblia inasema mahali popote utukufu wa Mungu umeondoka ni machozi. Wangapi tunaelewana? Utukufu wa Mungu ulitoka tu juu ya Sauli ni machozi. Sauli alilia. Sauli alienda mpaka akaomba msaada kwa mchawi. Just imagine how pathetic. How pathetic. An anointed man of God. Umeishiwa na neema ya Mungu, imekuishia mpaka unaenda kujiweka chini ya waganga. How pathetic. How pathetic. Israeli, utukufu wa Mungu iliwaondokea. Ndugu yangu, walitembea uchi wakiwa Babylon. Adolf Hitler aliwachoma moto wakiwa uchi. Utukufu wa Mungu uliwaondokea. Sasa utukufu wa Mungu umewarudia. Every nation in the world in recognize Israelites. Ndugu yangu, nataka Mungu akuserve as an example. Do you want God to serve you as an example ndugu yangu? Uone ile kitu unaweza kuwa. Unataka Mungu akutumie wewe kama mfano kwa watenda dhambi wengine. Hallelujah. Warumi 16:25. Warumi 16:25. Sikiliza. Sasa atukuzwe yeye awezaye kuwafanya nyinyi imara kwa injili yangu. Yeye awezaye kuwafanya nyinyi imara kwa injili yangu na kuhubiriwa kwa Yesu Kristo, kutokana na kufunuliwa siri zilizofichwa tangu zamani za kale. Lakini sasa siri hiyo imefunuliwa na kujulikana kupitia maandiko ya kinabii, kutokana na amri ya Mungu wa milele, ili mataifa yote yaweze kumwamini na kumtii Mungu aliye pekee, mwenye hekima, ambaye kwa njia ya Yesu Kristo utukufu una yeye milele na milele. Amina. Tumpigie Bwana Yesu. The secret lies with Jesus Christ. Na ndio maana ukisikia anasema I am the way, the truth and life. Ndugu yangu, usifanye mchezo.
Meet the standards of God and you have the kingdom of heaven. Simama kwa miguu yako miwili. Meet his standards. Meet his standards. Meet his standards. Ndugu yangu, wacha stop fooling around. Wacha kufanya ujinga ya kuangalia vitu ambavyo ni short lived. Haleluya. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:16 inasema wale wanaoipenda dunia watapita na dunia. Dunia ni ya muda. It is short lived. Short lived. Lakini wale wanayoyafanya mapenzi ya Baba. Sikiliza hiyo statement. Wale wanaofanya mapenzi ya wadumu hata milele. Meet the standards of God and you will live forever. Hallelujah. Inamisha uso wako mahali ulipo. God bless you so much. Nenda mbele za Baba, mwambie Baba, nimesikia tu pale. Nimesikia pale ya kwamba I have to meet your standards. Nisaidie nifike nihitimu level yako. Sababu kibarua kizito ni ku meet your standards. Baba, najua nimepungua kwa mambo mengi. Hata kusamehe Baba, hilo tunda la msamaha mimi sina. Baba, nimepungua kwa mambo mengi. Hata tunda la upendo Baba limenipunguka. Tunda la utakatifu sina. Baba, sina. Yaani utakatifu ndio nimefeli kabisa. Sababu bado natamani vitu ambavyo ni vichafu. Natamani wanawake, natamani mambo ya dunia. Na kitabu kile cha Tito, kitabu cha Tito kinatuambia kwamba neema ya Mungu iliyofunuliwa juu yetu inatufundisha kuachana na tamaa mbaya na dhambi za ulimwengu. Baba, hiyo neema bado mimi haijanifikisha hapo. Because nimekuwa nikitumia hiyo neema kuomba nipewe magari, kuomba nipewe chakula, kuomba nipate kazi. Nimekuwa nikitumia hiyo neema vibaya. Lakini Baba, hiyo neema inatumika kutusaidia sisi tukamilike. Neema ya Kristo iliyofunuliwa inatufundisha kuachana na tamaa za ulimwengu na kushinda dhambi. Baba, hiyo neema mimi haijanifundisha. Nisaidie inifundishe. Nisaidie hiyo neema inifundishe. Ili niweze kumeet your standards. Nionekane ya kwamba nimeustahili ufalme wa mbinguni. Nikichunguzwa na wenyeji wa mbinguni wakiniangalia, wana shout mbele cha kiti cha enzi cha Baba. Wana shout, wanasema anastahili, anastahili, anastahili. Wana shout wateule, watakatifu, wakamilifu walio mbinguni, wakiulizwa kunihusu, wanasema anastahili, anastahili, anastahili. That is the only way I can inherit the kingdom of heaven, Father. Nisaidie, niongeze maarifa, niongeze ufahamu, niweze kujua mapenzi yako kwa hakika. Niongeze nguvu, niweze kushinda tamaa za ulimwengu. Niweze kuuweza huu mwili, niuweze huu mwili, niuweke kwa hali ya heshima na adabu. Nipe nguvu Baba, niuweze huu mwili. Hayo ndio mambo ninakuomba jioni ya leo. Baba, kanisa limesikia mafundisho ya wiki hii ya kwamba tuwe wakamilifu. Limesikia na tumejua kile ambacho kinastahili kwetu kurithi ufalme wa mbinguni. Mbingu inatuangalia. Maandiko yanasema jicho la Mungu linazunguka kila siku likimwangalia mwenye haki na asiyetenda haki. Baba, jicho linatuangalia. We cannot lie to God. We cannot fool him. Kitabu cha Wagalatia 6 kinasema wazi, Mungu hadhihakiwi, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Whatever we are investing in this world, we will reap. Tukipanda katika maisha ya kiroho, tutavuna maisha ya kiroho. Tukipanda katika maisha ya kimwili, tutavuna uharibifu. Baba, tusaidie tuweze kuelewa injili kwa uhakika. Baba, injili imetumiwa vibaya. Injili imetumiwa kwa njia ambazo haikukusudiwa. Injili ilifunuliwa ili sisi tukombolewe. Injili ilifunuliwa ili sisi tukamilishwe. Injili ilifunuliwa ili tupate nafasi katika uzima wa milele. Lakini Baba, kuna wengi misuse the power of the gospel. The power of the gospel. Ni kweli wameitumia vibaya.
ili wajinufaishe. Ni kweli wameitumia vibaya ili wapate sifa zao, lakini mfalme wa ajabu, injili ilifunuliwa, mwanadamu apone, mwanadamu aokolewe, mwanadamu asamehewe, mwanadamu aweze kuwa na ushirika tena na muumba wake. Baba, ninaomba turudishe quality ya injili, turudishe quality ya injili iweze kuwaokoa wengi, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Tumwongeze Bwana Yesu makofi mazuri. May God bless you so much. Inua tu mkono hivi nikutamkie neno as a pastor. Maandiko inasema mkimpokea mtumishi wangu kwa sababu ni mchungaji, mtapata baraka ya mchungaji. Mkimpokea yeye kama ni nabii, mtapata baraka ya nabii. Inua tu nitamke kitu. Baba, hiyo mikono iliyoinuliwa imeinuliwa kwa heshima yako, sio kwa heshima yangu. Na Baba, unajua yale yote ambayo wanapitia. Ulisema hata kabla hatujaomba, we unajua. Na hata ukasema hivi kwenye kitabu cha Isaia 65 mstari wa 25 ya kwamba tukiwa katika kusali utakuwa katika kujibu. Basi angalia hiyo mikono Baba, na ukawafuatilie mahitaji, usalama wao katikati ya gonjwa hili la corona, katikati ya hali hii ambayo tumekosa kazi, chakula hakuna, tunafinyika kwa kila njia. Baba, wafuatilie. Hiyo mikono imeandikwa tu lugha za siri pale, imeandikwa tu mambo ya sirini. Wewe ukiangalia hiyo mikono unajua hoja zao mpaka ndani. Basi ni ombi langu Baba, kama mtumishi wako, neema yako inayowaokoa wateule iwaokoe Baba wakati huu wa dhiki, wakati huu wa mateso. Ninatamka tu neno la amani katika maisha yao, katikati ya hiyo dhoruba yote. Let them have peace that surpasses human understanding. Katikati ya majaribu, katikati ya mapito yote wanayopitia, Baba, angalia lile neno ulilosema, hutawaacha wala hautawapungukia kamwe. Asante mfalme wa ajabu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme